Bwana huyu anafahamika kama Salmin Ismail Hoza, maarufu kabisa kama Kusa. Kusa likiwa ni jina la kutafutia ugali, au sio? Ni msanii wa Bongo Flava ambaye ana nyimbo nyingi sana, lakini nyimbo maarufu ni kama I Wish, I Don't Care, No Time, Kelele, Mama Lao, nyimbo kama Ni Bebe, Wenyewe, Karibu, Utaniwa, Tamu, Blessing na nyingine nyingi sana kama Nimepatikana, Ujinga, pamoja na On Fire. Ni nyimbo ambazo zimemweka kwenye ramani ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania, msanii Kusa, msanii ambaye leo hii ametangaza rasmi kuwa ama ameweka wazi kuwa tayari wamekwishafunga ndoa na mwanadada mwigizaji wa Bongo Flava anafahamika kama Aunt Ezekiel. Tayari hivi sasa ni mke na mume halali, na akaweza kusema pia jina la bidada huyo kwa sababu tunafahamu Aunt Ezekiel ni mwanamke wa dini ya Kikristo, lakini Kusa pia ni mwanaume ambaye anatokea dini ya Kiislamu. Watu walikuwa wanafikiria, wanahoji maswali itakuwaje siku ambapo wataamua kuoana, lakini Kusa amesema tayari wameshaoana. Yes, safari ya mahusiano ya Kusa pamoja na Aunt Ezekiel, yes, imeanza miaka kama 3 nyuma hivi. Lakini kabla ya hapo Kusa aliwahi kuwa kwenye mahusiano na mwanadada Ruby ambaye ni msanii wa Bongo Flava. Kabla kutambulika kama moja ya sauti kubwa katika Bongo Flava, Kusa aliishi maisha ya ndoto na mapambano katika safari hiyo ya muziki. Alikutana na Ruby, msanii mrembo mwenye sauti yenye nguvu na roho ya kishujaa. Mkutano wao haukuwa kawaida, ulikuwa kama mstari ya nyimbo miwili ikikutana kutengeneza harmony ya kuvutia. Walipoanza kuwa karibu, haikuwa tu urafiki wa kawaida, bali urafiki uliobeba cheche za hisia. Ruby alimwona Kusa si tu kama kijana mwenye ndoto, bali kama mtu aliyebeba heshima, upole na mvuto wa kipekee. Walipokuwa pamoja walionekana kama wimbo wa mapenzi uliandikwa kwa kalamu ya dhahabu. Mashabiki waliwaona kama wenzi walioundwa na ulimwengu wa muziki. Wawili walikuwa wakishirikiana sauti na nyakati. Kila walipoonekana, macho yalishuhudia namna walivyokuwa na urafiki wa dhati uliochanganyika na mapenzi. Lakini kama simulizi nyingi za kweli, safari yao haikukosa changamoto. Misukosuko ya maisha, pressure ya muziki na majaribu ya umaarufu vilileta mawingu kwenye anga yao ya kimapenzi. Mwisho yote walijikuta wakitembea njia tofauti, kila mmoja akibeba kumbukumbu na funzo la thamani. Ingawa mahusiano yao hayakufika mwisho wa ndoa, ilibaki kwenye mioyo ya mashabiki kama hadithi ya upendo wa muziki, mapenzi ambayo ilileta msukumo, furaha na pia machozi. Ruby aliendelea na safari yake kama mwanamke jasiri, na Kusa alichukua maumivu hayo kuyageuza kuwa mashairi matamu ndani ya nyimbo zake. Leo hii simulizi ya Kusa na Ruby inabaki kama alama ya enzi kwenye muziki wa Tanzania, kama wimbo uliokamilika, ulioimbwa kwa sauti mbili na ambao bado nakumbukwa kila unapochezwa kwenye moyo ya mashabiki. Lakini baada ya ukurasa huo kufungwa, Kusa alifungua ukurasa mwingine wa kimapenzi na mwanadada huyu wa Bongo Movie anafahamika kama Aunt Ezekiel. Safari yao ilianza pia na mapenzi yameishia kwenye ndoa, ambapo hii leo ameweka wazi, nitakuwekea sauti yake hapo utasikia, amethibitisha mwenyewe na ametaja jina jipya la mke wake ambalo baada ya kubadilisha dini maana yake na jina pia linabadilika. Lakini Kusa jina lake likiwa limejengeka kwa umaarufu mkubwa katika muziki wa kizazi kipya. Ni kijana ambaye alijitengenezea nafasi yake kutokana na kipaji chake cha sauti tamu na tungo zenye kugusa hisia. Alianza safari yake akiwa na ndoto kubwa moyoni, ndoto ya kufikisha ujumbe kupitia muziki na kugusa maisha ya wengi. Safari yake haikuwa rahisi, ilijaa mapito ya changamoto, lakini moyo wa uvumilivu na bidii vilimpeleka mbali. Sauti yake ya kipekee ya mchanganyiko wa huzuni na matumaini iliwavuta wengi, na taratibu akajenga jina linaloheshimiwa katika tasnia ya burudani. Katika misururu ya kazi na muziki, upendo ulianza kuchanua. Alikutana na mwanamke ambaye si tu mpenzi bali rafiki, mshauri na faraja yake. Mapenzi yao yaliendelea kwa hatua ya heshima na maelewano mpaka wakaamua kuyafunga kwa kifungo cha ndoa. Ndoa ya Kusa imekuwa kama wimbo wa upendo wenye mashairi matamu,
Ni mahusiano yanayojengwa juu ya misingi ya kuaminiana, kusaidiana na kuthamini kila hatua ya safari ya maisha. Pamoja wanashirikiana si tu katika furaha bali pia katika changamoto, kila mmoja akiwa nguzo kwa mwingine. Kwa macho ya mashabiki, maisha ya Kusa na ndoa yake yanaonekana kama hadithi ya nyota wawili waliounganishwa na hatima kwa macho ya ndani. Ni maisha ya kweli yenye maombi, jitihada na upendo wa dhati unaozidi kupevuka kadri ya miaka inavyosonga. Leo hii Kusa si tu msanii bali pia ni mume, mchumba wa maisha ambaye amejifunza kwamba muziki ni sauti ya dunia, lakini ndoa ni muziki wa moyo. Na hatimaye wamefikia kwenye ile climax na wameweza kufunga ndoa, na leo hii ameweza kutoa taarifa kwamba wamefunga ndoa, lakini ndoa yao imekuwa ni asili sana. Na jina jipya la Aunty Ezekiel ambalo amebadilisha dini na kupewa kwenye dini yake mpya ya Uislamu, anafahamika kama Rahma. Rahma ndio jina jipya la Aunty Ezekiel. Kwa hivyo hivi sasa kwenye ndoa ama kwenye upande wa ndoa wa maisha ya kawaida, Aunty Ezekiel yeye ni Rahma na si Aunty Ezekiel tena kama ambavyo tulikuwa tukifahamu, au sio? Yes, hilo limethibitishwa na Kusa mwenyewe kupitia interview ambayo amefanya na vyombo vya habari kadha wa kadha. Kwa hivyo nitakuwekea sauti yake hapo, utasikia ni kitu gani ambacho ameweza kukisema kuhusiana na ndoa yake mpya. Lakini ameweka wazi tu kwamba hakutaka watu wafahamu mengi zaidi kuhusiana na ndoa yake, kwa sababu hakutaka mambo yawe mengi. Hata ndoa yake ambavyo imefanyika, anasema hata kilo 16 za mchele hazijaisha. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ndoa imekuwa ni watu wachache sana. Ni watu wachache sana waliweza kuhudhuria, kwa hivyo hakuhitaji watu wengi sana waweze kufika kwenye shughuli hiyo, na imefanyika kwa usiri mkubwa sana. Bwana, hizo ndio stories za hapa za kiburudani kutoka kwa msanii Kusa na ndoa yake mpya. Japokuwa tunaweza kusema ameidhinisha, tuseme amehalalisha ndoa. Kwa hivyo hivi sasa yeye ni mume halali kabisa wa Aunty Ezekiel, na Aunty Ezekiel ni mke halali kabisa wa Kusa. Bwana, hii ni Hot Drop TV. Kazi yangu ni kuhakikisha na kuwekea habari zote moto za kiburudani, sporti, kijamii, pamoja na habari zingine zote ambazo zitafika kwenye mikono yangu, basi nitahakikisha zinafika kwako bila shida yoyote. Hakikisha unatufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii, Hot Drop kwenye Facebook, lakini Hot Drop kwenye Instagram, TikTok, pamoja na hapa YouTube. Make sure unabonyeza button ambayo imeandikwa subscribe chini ya video hii, alafu kisha tuondoke twende sawa. Oh yes.